utamaduni na maisha ya kabila la Wanyakyusa. Tutaenda kujadili utamaduni na maisha ya kabila ya Wanyakyusa. Wanyakyusa ni miongoni mwa makabila makubwa nchini Tanzania, wanaopatikana zaidi kusini mwa nchi katika maeneo ya Mbeya, Rungwe na Kyela katika karibu na ziwa Nyasa. Kabila hili lina historia ndefu inayotokana na uhamiaji wa makabila ya Kibantu yaliyotoka Afrika ya Kati na maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kusini maelfu ya miaka iliyopita. Lakini inaelezwa kuwa Wanyakyusa walifika katika maeneo ya milima Livingstone na kando kando ya ziwa Nyasa, wakivutiwa na ardhi yenye rutuba na hali nzuri ya hewa kwa kilimo. Walipoanza kuishi katika maeneo hayo, waliunda jamii yenye mshikamano mkubwa, mila imara na utamaduni uliodumu kwa vizazi vingi hadi leo. Jina Nyakyusa linaaminika kutoka kwa kiongozi wa kale aliyeitwa Kyusa, na watu waliokuwa chini ya uongozi wake waliitwa Abanyakyusa, yaani watu wa Kyusa. Katika mfumo wa maisha ya kale, Wanyakyusa walikuwa na machifu waliokuwa viongozi wa kijamii na kisiasa. Machifu hao walikuwa na jukumu la kusimamia ardhi, kudumisha amani katika jamii na kuhifadhi mila na desturi za kabila. Uongozi huo uliheshimiwa sana na watu wote katika jamii. Lakini kwa upande wa shughuli za kiuchumi, Wanyakyusa walijulikana sana kwa kilimo na ufugaji. Mazao makuu waliolima ni pamoja na ndizi, mahindi, maharage, viazi vitamu pamoja na kahawa. Ardhi ya maeneo ya Rungwe na Kyela iliwasaidia sana kufanya kilimo chenye mafanikio. Pia walifuga ng'ombe, mbuzi na kondoo, ambapo ng'ombe walionekana kuwa ishara ya utajiri na heshima katika jamii. Katika utamaduni wao, familia na jamii zilikuwa na nafasi kubwa sana. Vijana walifundishwa maadili, heshima na wajibu wao katika jamii tangu wakiwa wadogo. Kulikuwa pia na mfumo maalum ambao vijana walipofikia umri fulani waliweza kuanzisha makazi yao au vijiji vyao chini ya usimamizi wa jamii, wazee wa jamii. Lakini mila na desturi za ndoa za Wanyakyusa ilikuwa tukio muhimu sana linalounganisha familia mbili. Mchakato wa ndoa ulianza kwa uchumba, ambapo familia ya kijana ilituma wazee kwenda kuzungumza na wazazi wa msichana. Baada ya makubaliano, kulikuwa na mahali ambapo mara nyingi ilihusisha ng'ombe au mali nyingine katika ishara ya heshima kwa familia ya binti. Lakini baada ya hatua hizo kufanikiwa, sherehe ya ndoa iliandaliwa, ambapo kulikuwa na ngoma za jadi, nyimbo na karamu ya chakula. Katika sherehe hizo, wazee walitoa ushauri kwa wanandoa kuhusu maisha ya ndoa, uvumilivu, heshima na kujenga familia yenye amani. Je, ni vyakula gani ambavyo Wanyakyusa vilikuwa ni vyakula vyao vya asili? Vyakula vya asili vya Wanyakyusa. Vyakula vya Wanyakyusa vilitokana sana na mazao ya kilimo. Chakula kikuu kilikuwa ndizi za kupika ambazo hutayarishwa kwa njia mbalimbali. Pia ugali wa mahindi ulikuwa chakula cha kawaida kilicholiwa pamoja na maharage, mboga au nyama. Mbali na hayo, vyakula vingine vilivyopendwa ni pamoja na viazi vitamu, maziwa, nyama na maharage. Katika sherehe na mkusanyiko ya kijamii, familia na majirani walishiriki kuandaa chakula na kula pamoja, jambo lililoonyesha mshikamano na ukarimu wa jamii ya Wanyakyusa. Ngoma na utamaduni kwa Wanyakyusa ilikuwaje? Wanyakyusa wana ngoma mbalimbali za asili ambazo hutumika katika sherehe, harusi na matukio ya kijamii. Ngoma hizo huambatana na nyimbo za jadi zinazoeleza historia, maisha na mafanikio ya jamii. Ngoma hizo pia hutumika kufundisha vijana maadili na kuimarisha umoja katika jamii.
Kwa kumalizia, kwa ujumla, historia ya Wanyakyusa inaonyesha jamii yenye mshikamano, heshima kwa mila na juhudi katika kazi, hasa kilimo na ufugaji. Utamaduni wao umeendelea kudumu kwa muda mrefu na umechangia sana katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni ya maeneo ya kusini mwa Tanzania. Leo hii Wanyakyusa wanaendelea kuhifadhi utamaduni wao huku wakichangia maendeleo ya taifa katika sekta mbalimbali kama vile elimu, biashara, siasa na kilimo. Na huu ndio utamaduni wa Mnyakyusa na historia ya Mnyakyusa. Usisite kusubscribe YouTube channel The Green Voice TV, lakini TikTok, Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo The Green Voice TV, ili uwe wa kwanza kupata dondoo mbalimbali zinazotoka sehemu mbalimbali kama vivutio vya utalii, kama sehemu gani, matukio ya biashara, matukio ya kiutalii, matukio ya kijamii, matukio ya kisiasa. Hapa ndipo penye chimbo la matukio yote hayo ya michezo na burudani. The Green Voice TV.